Toba na msamaha vikiwepo pamoja vinaleta maridhiano. Asipokuwepo mtu akukiri kosa na kuomba msamaha, maridhiano hayawezi kuwepo wala amani haiwezi kuwepo. Mungu ni mwema nyakati zote. Mungu ni mwema. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Wapendwa, kama tunavyojua, tumekusanyika katika nyumba ya Mungu muda huu kwa lengo moja kuu, kumwombea ndugu yetu muumini mwenzetu Dionisi Kipanya ambaye ametoweka katika jumuiya yetu siku ya Ijumaa tarehe 26 mwezi Julai mwaka 2024, na tangu hapo hatujamuona. Jitihada nyingi zimefanyika ili aweze kupatikana, lakini mpaka sasa hajapatikana. Hivyo tunamkimbilia Mwenyezi Mungu, yeye ambaye ndiye muumba wetu, Bwana wa maisha yetu, atuongezee imani. Misa hii tumechagua misa ya kuwaombea waliotekwa, kwa sababu tuna imani kwamba alitekwa. Tunaamini hivyo na tunajua hivyo, lakini hatuna uhakika kama yupo mzima au amekufa. Hivyo tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu ili kama bado yuko hai basi aweze kupatikana, na kama amekufa Mwenyezi Mungu amrehemu, amsamehe yale mapungufu aliyokuwa nayo alipokuwa anakaa kati yetu, na mpokee katika uzima wa milele. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ndiye Bwana wa maisha yetu. Kama ambavyo tulishazoea kusikia mtu anapofariki nasema Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake libarikiwe. Kwamba Bwana ndiye mtoaji wa uhai na Bwana ndiye anayetwaa huo uhai. Hakuna mtu yeyote hapa duniani mwenye mamlaka ya kutoa uhai kwa mwenzake, kwa sababu si yeye aliyeutoa huo uhai. Hivyo tunapomwombea huyu ndugu yetu, basi tuwaombee nao hao watekaji au wauaji, ili waweze kufanya toba, na toba hiyo iweze kupewa msamaha ili wokovu uweze kupatikana. Ni jambo ambalo linasikitisha katika jamii yoyote ile, kwamba yule ambaye mwisha mzoea kumuona anatoweka na wala hamjui hatima yake ni nini. Bwana Dionisi Kipanya alikuwa ni muumini wetu, muumini wa parokia ya Familia Takatifu, na kwangu mimi alikuwa ni kijana wa kwanza kufahamu katika parokia hii, kwa sababu alikuwa anafanya utume hasa kwa njia ya kuimba. Alikuwa na kipaji kizuri sana cha kumtukuza Mwenyezi Mungu, na amelitumikia kanisa kwa njia hii.
kwa muda wote alipokuwa hai. Hivyo mtu kama huyo anapotoweka katika jumuiya hii ya Wakristo, inakuwa ni huzuni kwa wanaobaki. Hivyo tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tupo kipindi cha Kwaresima, tunapaswa kuomba msaada. Tunapaswa kufanya toba iliyo ya kweli. Kwa njia ya mwanadamu mmoja dhambi iliingia duniani, na hiyo ikawaathiri wanadamu wote. Matatizo tulionayo hayo, kufa na shida mbalimbali katika ulimwengu huu, zimetokana na dhambi ya mtu mmoja. Hayo yote ni matokeo ya dhambi ya asili ambayo hatuwezi kuepuka. Na hata katika jamii zetu, mtu mmoja anaweza akatenda dhambi, akatenda uovu, jamii yote ikaangamia. Hata machafuko mnayoona katika ulimwengu wa sasa, mnayoyasikia mpaka leo, ni matokeo ya watu wachache, aidha mmoja au wachache, lakini wanaoathirika ni wote, wema na waovu. Hiyo ni kwa sababu mwanadamu hakuumbwa kwa ajili yake. Mwanadamu ni mjamii, hivyo anapaswa kuwa mtumishi kwa mwingine. Lolote unalotenda ujue kwamba linaathiri na watu wengine, iwe katika familia, iwe katika jumuiya, iwe katika parokia. Unaposhindwa kutimiza wajibu wako, ujue kwamba unaangamiza jamii yote, kwa sababu wewe hukuumbwa kwa ajili yako, uliumbwa kwa ajili ya wengine. Hata mifumo iliyopo katika nchi zetu inapokuwa mibovu, jamii nzima inaumia, na kosa la mtu mmoja tu linaweza likaangamiza taifa lote, kwa sababu hatuwezi kukwepa madhara ya dhambi ya mtu mmoja. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kujihadhari na analolitenda. Kwanza ujihadhari na mawazo yako ambayo ndio chanzo cha matendo yako. Kwa hiyo ndugu zangu, tuombe msamaha, tufanye toba ya kweli, ili Mwenyezi Mungu aweze kutunusuru na hii. Wana wa Ninawi walimkosea Mwenyezi Mungu. Hilo lilikuwa ni ovu la kitaifa. Baada ya sadaka yake kutokubalika na Mwenyezi Mungu, akamwonea wivu mwenzake Abel, ambaye sadaka yake ilikubalika machoni pake, akamuua. Damu yake Abel haikumwacha salama Kaini, wala hakuonesha nia ya kutubu, na hivyo akawa mkaidi. Mwenyezi Mungu alipomuuliza, ndugu yako yuko wapi? Akasema, umeniweka mimi kwa mlinzi wa mwenzangu. Kaini akalaniwa, kawa kichaa, katangatanga ulimwenguni hapa. Ndugu zangu, nataka kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma daima kwa mtu mwenye huruma. Tunapaswa kufanya toba,
kwa sababu tumemkosea Mwenyezi Mungu, kwa sababu toba na msamaha ni mihimili miwili inayobeba historia nzima ya wokovu. Palipo na toba pana msamaha, na palipo na msamaha pana amani. Kwa hiyo lazima awepo wa kutubu na awepo wa kusamehe. Anayekosa anapaswa kukiri kosa kutoka ndani ya moyo wake, aombe msamaha, ndipo yule aliyekosewa aweze kutoa msamaha, na ni wajibu wake kutoa msamaha. Kwa hiyo toba na msamaha vikiwepo pamoja vinaleta maridhiano, na maridhiano ndiyo amani yenyewe. Lakini pasipo kuwepo mtu wa kutubu na wa kutoa msamaha, hapo hakuna maridhiano. Asipokuwepo mtu wa kukiri kosa na kuomba msamaha na kusamehewa, maridhiano hayawezi kuwepo wala amani haiwezi kuwepo. Ni hatua ya kwanza ya uponyaji, ni kukubali ukweli wa ndani. Lakini mwanadamu anakimbia ukweli huo kwa sababu ya aibu, hofu au kujitetea. Roho Mtakatifu anavunja vizuizi hivi kwa upole, akimwongoza mtu kuona ukweli bila kujiangamiza. Toba si tu uamuzi wa kibinadamu, ni karama. Toba ya kweli si tu kukiri makosa, ni mabadiliko ya maisha. Ndugu zangu, tuendelee kusali katika kipindi hiki cha Kwaresima, na hivyo katika kusali tusimsahau ndugu yetu tunayemwombea hivi leo. Tumwombee huruma ya Mwenyezi Mungu. Kama kweli yupo, basi Mwenyezi Mungu amrejeshe katika jamii yake, na kama hayupo hapa duniani, basi Mwenyezi Mungu ampokee katika ufalme wake huko mbinguni. Na daima tudumu katika kutenda haki, na wala tusiogope kutenda haki, hata kama itatugharimu maisha, kwa sababu ndio utume huo tuliokabidhiwa na Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani, kutenda haki, kuishi katika haki na kutenda haki na kutetea haki. Ni haki ya wanyonge kutetewa, ni haki ya uhai wa mwanadamu kutetewa. Hivyo tusichoke kutenda mema, na wala tusiogope kutenda mema, tusiogope kutenda haki siku zote. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kumwombea huyu ndugu yetu ambaye hatujui yuko wapi. Ni kitu ambacho kwa kweli kinatafakarisha sana na kinaumiza. Hata sisi kama viongozi wa kiroho tunashindwa tumwombee kwa maombi yapi, tumsomee misa ipi, misa ya kutegwa au ya wafu, hatujui. Lakini basi yote tunamwachia Mwenyezi Mungu, yote tunamwachia nani? Mwenyezi Mungu ashughulike naye. Wale waliofanya kitendo hiki watubu, wasipotubu wataangamia vibaya.
kwa sababu maisha ya mtu yamo mikononi mwa Mungu, na wala hakuna mwenye haki ya kupoka maisha ya mtu isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini basi yeye mwenyewe anatuambia tusiogope wale ambao wanaua mwili tu, na wasiwe na cha ziada juu ya roho yake. Daima tumogope nani? Mwenyezi Mungu. Tuondoe hofu kama wana wa Mungu waliokombolewa. Na kipindi tulikuwa tunatahadharishwa sana, tunaelekezwa namna ya kuhubiri. Hapana, hatujafikia huko. Nikakumbuka rafiki yangu mmoja tulikutana naye huko Roma tulipokuwa masomoni, alikuwa anaitwa Joseph. Alikuwa anatokea nchi ya Vietnam. Alikuwa ni padri wa miaka 15 na mimi nilikuwa ni padri wa miaka 2 tu. Katika kupiga stori akaniambia kwamba mimi ni padri wa miaka 15 lakini sijaibatiza hata mtoto mmoja, kwa sababu Vietnam ni nchi ya kikomunisti. Wameruhusu mambo ya ibada kwa namna fulani, na alikuwa anasema kwamba tunaposoma ibada ya misa takatifu na maaskari wanakuwepo ndani ya kanisa, wanachunguza nini mnafanya. Anasema ukikemea kidogo tu maovu yanayotendeka, basi ujue ndio siku yako ya mwisho. Na wala huruhusiwi kwenda kwenye nyumba yoyote kutafuta Wakristo au kuwahubiria watu Injili ili waweze kubatizwa. Basi mimi nikamwambia, mimi kwa miaka 2 nimebatiza watoto zaidi ya 800. Alishangaa sana. Sasa Tanzania sio nchi ya komunisti, si ndio? Ilishaacha uhuru kwa dini zote. Kwa hiyo usiogope kuwaombea ndugu zenu, haijalishi amedhulumiwa na nani, usihofu kuwaombea. Ni wajibu wenu kuwaombea na kuwaombea hao wanaofanya vitendo vya namna hiyo. Sasa mke wa kipanya, si tumwite mjane, tumwite nani? Na watu hao kweli bado hapo duniani. Damu ya Mungu haipotei bure, na malipo yanaweza kufanyika hapa hapa duniani. Kwa kweli kitu kinachosikitisha. Basi muendelee kuwatetea wanyonge. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna lisilo
pasipokuwa na njia kwako Mungu Muumba wetu, hakuna lisilowezekana. Kwako Mungu Muumba wetu, hakuna lisilowezekana. Kwako Mungu Muumba wetu, hakuna lisilowezekana. Niwashukuru sana wanakwaya. Hii ni moja ya matendo ya kitume ambayo mmekuwa mnayafanya kila siku, lakini leo ni ya kipekee. Mungu awabariki sana. Lakini niwashukuru sana viongozi wetu wa chama kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya, jimbo mpaka kwenye kata na matawi. Niwashukuru pia waamini wote ambao mlisikia leo tuna misa kwa ajili ya ndugu yetu, mmetukimbilia. Tumeungana kwa pamoja kumlilia Mungu wetu, tukiamini tumaini pekee lilobaki kwetu sisi ni Mungu pekee. Dionisi Kipanya alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa anategemewa, lakini Dionisi Kipanya alikuwa baba. Dionisi Kipanya alikuwa kiongozi. Tunaamini kwamba Mungu aliyemuumba ndo anayejua siri hiyo, Dionisi yuko wapi.
Ndio maana leo tumekuja hapa kwake yeye, kwa sababu kwa hawana majibu. Tumekuja kwa Mungu wetu asiyeshindwa, ambaye hakuna kitu ambacho kiko sirini ambacho hakijui. Ndio maana leo tumekuja kwake. Na kipindi hiki kwa Wakristo wa Katoliki ni kipindi cha Kwaresma. Tuliona ni sadaka yetu pekee ambayo tunaweza kuifanya kwa Dionizi. Kwa hiyo tunawashukuru nyote ambao mmeungana nasi kufanikisha jambo hili. Sasa kwa sababu katika mazingira ambayo tulikuwa nayo, wengine wametishwa hawajaweza kuja hapa, lakini baba paroko amesema na tuyashike maneno yake. Na hata kwenye maandiko woga ni dhambi. Hatukuja kuiba hapa, hatukuja kuua hapa. Tulikuja kufanya jambo la kiimani ambalo wao wameshindwa. Tumekuja kumwambia Mungu tunayemwamini. Kwa tukutegemea hali yoyote inaweza kujitokeza. Aidha ni kutoelewa, sijui. Sisi tuamini hivyo. Lakini tumshukuru Mungu ambaye aliwatembelea wakaelewa tunachotaka kukifanya na sasa tumemaliza. Tunaendelea kumshukuru Mungu wetu. Sasa kwa sababu walizuia mikusanyiko, na sisi Chadema siku zote sio wakosefu. Nazungumza hapa kama mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema mkoa wa Rukwa, nikiwa na majonzi. Huwa tunafanya maazimisho haya kwa kufurahi, lakini kipindi hiki tumeshindwa kufurahi kwa sababu hatujamuona mtoto wetu mpaka leo. Maazimisho yetu yamefanyika kwa sura ya tofauti siku ya leo, ya kumkimbilia Mungu asikie kilio chetu. Naamini mwanamke yoyote ambaye anaelewa hiki ninachosema anajua uchungu wake. Lakini hata hayo maandiko yamesema, wako wapi wanawake wanaojua kuomboleza? Tunawashukuru baba zetu, kaka zetu ambao mmetukimbilia, kwa sababu tunaamini mtoto anaunganishwa na baba na mama ndo anapatikana. Mmekuja kuungana nasi. Mungu awabariki sana. Basi tukitawanyika hapa, naomba tusiende kimakundi, kwa sababu tumefanya ibada yetu, tumemaliza. Bado tunamwamini Mungu kwa sababu tuna uhuru wa kuabudu. Hivi bado tunamwachia Mungu aturudishe kwenye Tanzania yetu ya zamani ya uhuru wa kila jambo. Amen. Basi baada ya kusema hayo, tuliandaa kiasi ambacho tutamkabidhi mke wa Dionizi Kipanya. Na tunajua wote wale ambao mlikuwa mfahamu, mtoto wa Dionizi ana changamoto kidogo. Alikuwa na shida ya sickle cell. Kwa hiyo sisi kama chama tumeandaa kiasi cha shilingi 300,000 ambacho kitakusaidia kuendelea kumlea mtoto wetu. Mungu akutunze, Mungu akufunge mkanda. Ni mapito tunapitia, lakini Mungu yupo. Ndio maana alisema yeye, hata kama watu wamefiwa na waume zao, wewe ni mume. Alisema yeye ni mume wa wajari. Na yatima waliofiwa na wazazi wao, alisema yeye. 320,000. Tumeongezeka, tumepata 350,000. 365. Mungu awabariki, ninawatakia siku njema. Bado zinakuja mwenyekiti. Bado zinakuja. Haya, tuko tayari kupokea. Asante. Tunashukuru sana, Mungu awabariki. Tunawatakia siku njema yenye baraka.